Rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuwakashifu viongozi wa upinzani kutoka eneo la Mlima Kenya wanaosema wanawashinikiza kuondoka serikalini wakati ambapo wanaendelea kupata maendeleo. Viongozi wengine kutoka kaunti za Mlima Kenya Mashariki walioandamana na Kindiki wameshikilia kuwa iwapo itawabidi kuupasua mlima ili Kindiki asalie uongozini, hawatakuwa na budi kufanya hivyo. Zablon Macharia anaarifu. Shinikizo linapozidi la kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya Mashariki la kupasua kuili eneo pana la Mlima Kenya. Hiyo mambo ya kupasua si ya Roko. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Roko hajachoka na shinikizo hilo, leo akirejelea kauli kuwa iwapo itawabidi waupasue mlima ili naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki asalie mamlakani, hawatakuwa na lingine ila kufanya hivyo. Kama utaendelea kudanganya watu wachache na kama watu yako wachache watakufuata, sisi hatuna budi kuchukua msimamo mkali kuhakikisha kwamba matusi lazima ikome. Ili matusi ikome, tutapasua. Ili naibu wa rais aendelee kuwa naibu wa rais, tutapasua. Ili Dr. William Samoei Ruto aendelee kuwa rais wa taifa letu la Kenya, tutapasua. Kama heshima itandumu, kama heshima indumu, tupasue. Kama heshima indumu, tupasue. Huyu ni mtoto wenu. Ama ni Otieno? Ama ni Mohamed? Kama wakutaki, hatuna vijana wengi kwetu. Hakuna kijana amekuwa namba 2 kutoka Ujaluoni. Tupatieni huyu Otieno, tuende naye Nyanza, tumpake, tumbebe juu, tuseme huyu ni Otieno wetu, tumchukue. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kwa upande wake akishikilia kuwa katu hawataondoka mamlakani, kwani miale ya maendeleo imeanza kuamulika. Ati sasa saa hii tuko mahali tumeanza kushika network ya serikali, ati tufukuzwe, ati sasa ndio sasa watu ya one term, sijui wanatuambia nani atakuwa rais. Wengine wale wanasema one term hawasimami, wanatuletea watu wengine hatujui, na hata hao wengine ambao wanaleta hawana track record ya maendeleo, hawajasaidia chochote. We don't want guesswork. Huyu ni mtu wa simple ama serious mind. Hajatusi mtu yoyote, hajaongea ubaya wowote wa mtu yoyote. Ameongea ile kazi serikali ya William Ruto na yeye wamefanya hapa Embu. Haya yalijitokeza katika hafla ya kukutana na viongozi wa kaunti ya Embu, hapa akiendelea kuipigia debe serikali ya bosi wake Rais William Ruto na kuahidi kuwa wataendelea kuimarisha miundo msingi eneo hilo. Tunataka barabara yetu kuu ipanuliwe, ikuwe dual carriageway, na sasa nataka mimi naenda kusukuma ndio barabara yetu ya kutoka Mwea Makutano kupitia hapo Ngorovani ikuwe dual carriageway, ikae kama Thika super highway, ndio tuinue uchumi wa sehemu hii. Zablon Macharia, Undugu TV.